Tulianza topic kuhusu Roho Mtakatifu na tumekuwa tukiendelea kuexpose about the Holy Spirit. Na kuna vitu ambazo tumejifunza kutoka mwanzo. Na siku ya leo tutakuwa tunaongelea kitu kingine ambayo tumeanza kuiongelea asubuhi. Nataka ujue ya kwamba Roho Mtakatifu alikuja kwa sababu yako na mimi. Na kulikuwa na makusudi ya Bwana, mbona akaachilia Roho Mtakatifu akakuja. Na tumekuja along the line wakati dadia amekuwa akitufunza about the Holy Spirit. Amekuja akatufunza umuhimu wa Roho Mtakatifu katika maisha ya Mkristo. Akakuja akatuelezea mbona tunahitaji Roho Mtakatifu. Nakumbuka siku ya kwanza ambayo tulianza kuongelea Roho Mtakatifu, nilikuwa kwa ministry kwa disciple kwa mentorship class. Nikafunza kuhusu the landing place of the Holy Spirit. Nilifunza kuhusu mahali ambapo Roho Mtakatifu anatua. Na kwa ile wale ambao walikuwa pale tulikuja tukaelewana Roho Mtakatifu anatua kwa Yesu peke yake. Hakuna ground yoyote hapa chini ambaye inaweza Roho Mtakatifu anaweza tua isipokuwa kwa Yesu Kristo. Tuliweza kusoma tukaona Yesu akibatizwa pale katika River Jordan. Na baada ya kubatizwa Biblia inasema na mbingu ikafunguka. Na wakati mbingu iliweza kufunguka Roho Mtakatifu akatua chini. Na akakuja akatua kwa Yesu Kristo. Na Biblia inasema katika Yohana ya kwamba na akakaa ndani akabaki na yeye. Na tukaelewana ya kwamba mtu ambaye anaweza beba Roho Mtakatifu ni Yesu peke yake. Ndio maana aliweza kukaa kwa Roho Mtakatifu miaka zake 3 ambazo alikuwa hapa duniani. Na baada ya hivyo aliweza kutoweka na akaenda na Roho Mtakatifu. Siku kadhaa before Pentecost tulikaa bila Roho Mtakatifu wakati alikuwa shapa kwenda mbinguni. Until wakati watu waliamua wale ambao wanambeba Yesu ndani yao walijifungia katika nyumba fulani. Na Roho Mtakatifu akakuja akakuwa juu yao kwa sababu ndani yao kuna Yesu. So tukaelewana ya kwamba during that time kuwa na Roho Mtakatifu lazima ukuwe na Yesu in your life. The foundation ama ground ya Roho Mtakatifu ni Yesu kwanza. Ndio maana Biblia wakati inasema lazima inasema enda wahubirie, wakishaokoka wabatizwe, then wataekewa Roho Mtakatifu. So itakuwa lazima Yesu akwe in the picture, then Roho Mtakatifu atakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So hiyo ndio tuliweza kujifunza na tukasema ya kwamba ground ambayo ya Roho Mtakatifu ni Yesu peke yake. Now, siku ya leo tunaenda kujifunza something about transformation by the Holy Spirit. Nataka ujue ya kwamba kuna the main reason why Mungu aliachilia Roho Mtakatifu. Asubuhi chukua hapa mtumishi alikuwa anatuhubiria hapa akafunza akasema ya kwamba kuwa watu tumeconcentrate sana on the manifestation which is the gift of the Spirit so much. Na tukadhani Roho Mtakatifu alikuja kwa sababu ya gifts. Tukadhani Roho Mtakatifu alikuja ili tuponye tu wagonjwa. Tukadhani Roho Mtakatifu alikuja tu so that tuweze kutabiri ama
kuprophesy. Roho Mtakatifu alikuwa na kazi kubwa zaidi ya kuprophesy. Roho Mtakatifu alikuwa na kazi kubwa kuliko kuongea katika ndimi. Kazi kubwa ya Roho Mtakatifu ni kubadilisha wana wa Mungu wafanane na baba yao. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kubadilisha maisha yangu, kubadilisha maisha yako, so that tuweze kufanana na Mungu. Kwa sababu nataka ujue kuwa Roho Mtakatifu ndiye anatufanya tuwe wana. Biblia inasema Roho Mtakatifu ndiye anapeana ushuhuda mbele za Bwana. Anapeana ushuhuda mbele za Mungu. Anasema hawa ni watoto wako Mungu. So huyo Roho Mtakatifu ndiye anatufanya tuwe wana. So kazi yake ni kubadilisha wana wafanane na baba yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So tulipokea Roho Mtakatifu kama kanisa for the sake of transformation. So miujiza tutafanya, tutaongea kwenye ndimi, tutatabiri, tutaponya wagonjwa, lakini hatutaishia pale. Kuna kitu kikubwa ambacho Roho Mtakatifu anafanya maishani mwetu, na hiyo ni ubadilisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama itaishia kufanya miujiza, then tutakuwa tumefail. Kwa sababu hakuna kufanya miujiza mbinguni. Kwa sababu Yesu hajakuja kutupatia ufalme ambao unaishia hapa. Ufalme ambao Yesu ametupea ni ufalme wa hapa, na ni ufalme ambao utaenda zaidi ya hapa. So kama uko tu na gift ndio unataka through the Holy Spirit, then ufalme wako unaishia hapa. Lakini ukiwa umebadilishwa na Roho Mtakatifu, ufalme wako utakuwa hata enzi baada ya wewe kukufa. Utakuwa pale na utaendelea kukua katika ufalme wa Mungu, kwa sababu utakuwa na tunda la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akasema watasimama na watasema tulitabiri kwa jina lako, tulitoa mapepo kwa jina lako, tuliponya wagonjwa kwa jina lako. Na Yesu awaambie toka, wewe siwajui. Itakuwa ni kushangaa kabisa, like wamekuwa wakifanya hizi zote, kwani Yesu hawajui. So Roho Mtakatifu ako na kazi ya kutufanya sisi tujulikane na Mungu. So that hiyo siku ikifika, Yesu atasema na wajua, atasema karibu mwanangu mpendwa, tena kukaribisha katika inheritance yako. Na hiyo inafanywa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka ujue kabla tujaokoka, maisha yetu yalikuwa chini ya dhambi. Maisha yetu yalikuwa chini ya nguvu ya giza. Tulikuwa chini ya giza ama dhambi za kwetu. Tulikuwa na tabia zetu. Tukatolewa katika ule ufalme na tukaingizwa kwenye ufalme mwingine. Katika huu ufalme ambao tuliingizwa, hatuwezi ishi maisha ya hapa. Lazima kukuwe na ubadilisho ili tuweze kukaa hapa. Na kwa sababu Mungu alijua lazima tubadilishwe, akaachilia nguvu yake ya Roho Mtakatifu ambayo itasaidia mimi na wewe, so that tuweze kubadilishwa to fit this kingdom. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So that tukisimama tuseme sisi ni wa ufalme wa Mungu, ishara inaonyesha, mambo yetu inaonyesha, vile tunaongea inaonyesha, vile tunavyotenda inaonyesha, maongezi yetu inaonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Hatuhitaji kusimama tuseme mimi ni wa ufalme wa Mungu, lakini matendo, atmosphere yetu inaashiria kuwa hawa si watu wa kawaida. Hawa ni
watu wa ufalme wa Yesu katika Antioch, katika mji wa Antioch, kulikuwa na watu ambao walikuwa wanampenda Yesu. Then kukakuwa na watu ambao hawajaokoka pale. Wakawa wanaangalia vile hawa watu wanaishi. Akaangalia vile watu wanapendana. Kwa sababu nakumbuka Paulo akisema that greet your neighbor with a holy kiss, ama a brother, a holy kiss, ama a brethren. Yani walikuwa wanasalimiana. The way walikuwa wanakumbatiana. The way walikuwa wanasaidiana. Yule ambaye hakuwa na pesa, mwingine angeuza shamba yake, alete vitu zake, then wagawie ule ambaye hana. Wale ambao hawakuwa na chakula, kuna wenye walikuwa wanaleta chakula miguuni cha hawa watu, miguuni mpa hawa, then wana distribute kwa wale ambao hawana. Wale ambao hawakuwa na nguo, kuna wenye walikuja wanaleta manguo, wanaleta mikononi cha hawa watumishi. Hawa watumishi wana distribute nguo kwa wale ambao hawana. Then wale ambao walikuwa pale wakaangalia hawa watu the way they appear, na kawaita jina you are Christian, kumaanisha you are like Christ. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina wa Kristo si kwamba ni wao walija wa Kristo ndio walisema sisi tutaitwa wa Kristo. Ni watu wa dunia waliangalia mienendo yao na wakawapea jina. Akasema nyinyi ni kama Kristo. Nyinyi ni wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So ni kumaanisha Roho Mtakatifu alifanya kazi ndani ya hawa watumwa, hawa watumishi, until dunia ikaanza kuona kazi ya Roho Mtakatifu. Hawakuitwa Roho Mtakatifu, hawakuitwa wa Kristo kwa sababu wanaongea kwenye ndimi. Hawakuitwa wa Kristo kwa sababu wanatabiri. Waliitwa wa Kristo kwa sababu ya tabia ya Kristo ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Go back to the keyboard. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So nataka ujue Roho Mtakatifu amekuja ili aweze kutubadilisha. First John chapter, wacha tuweze kusoma Biblia. First John chapter 3 verse 2. First John chapter 3 verse 2. Kama unaweza tupatia na NIV inaweza sikia vizuri. Amen. Dear friends, now we are children of God. And what will be has not yet been made known. But we know that when he appears, we shall be like him. For we shall see him as he is. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tupatie another with King James. We see King James. King James. Beloved, now we are sons of God. And it does not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him. For we shall see him as he is. Wakati John anaandika this letter, anaandikia wa Kristo akiwaambia ya kwamba kwa sasa haijulikani vile tutakavyoonekana, lakini ile siku ataonekana. Hiyo siku Yesu atakuwa anarudi kutoka juu akiwa na jeshi lake kubwa, akikujia dunia, akikujia wa Kristo. John anaambia hawa that tutakuwa pamoja, tutafanana, yani tutafanana na yeye. So kazi ya Roho Mtakatifu pale
inatubadilisha ya kwamba siku ya mwisho Yesu akikuja hakutakuwa na utofauti kati yangu na yeye. Tutakuwa the same. Tutafanana na yeye. We shall be likened to him. Nimebadilishwa nafanana na yeye. Amen. That key please where? Oh, nimebadilishwa nafanana na yeye. Nimebadilishwa nafanana na yeye. Nimebadilishwa nafanana na yeye. Nimebadilishwa nafanana na yeye. Thank you. You come to the drums. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So the kazi ya Roho Mtakatifu ni tuweze kubadilisha tufanane na yeye. First Samuel chapter 10 verse 6. Samuel neta taman goite tablo. First Samuel chapter 10 verse 6. Samuel neta goite tab taman goite tablo. The Bible says, and the Spirit of the Lord will come upon thee, and you shall prophesy with them, and shall be turned into another man. Huyu ni Samuel anaongelea Sauli. Anamwambia wakati utakuwa unaendelea na safari, katika hiyo njia ambayo unaenda utakutana na manabii. Watakuwa wamebeba mkate wakielekea pale mlimani, wakiteremka kutoka kwenye mlima. Then wakati utaungana pamoja nao, Roho Mtakatifu atakuwa juu yao. Roho Mtakatifu atakuwa juu yako. Utaanza kutabiri pamoja nao, na utabadilishwa uwe mtu mwingine. So Roho Mtakatifu atakaposhuka kwa Sauli, kuna ubadilisho ambao unakuja ndani yake. Kwa alikuwa ni mtu wa tabia, lakini because amepokea Roho Mtakatifu anakuwa mtu tofauti zaidi ya yule ambaye alikuwa. Hiyo ndo kazi Roho Mtakatifu amekuja kufanya ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So let's talk something else here. Evidence of the Holy Spirit. Evidence of the Holy Spirit transformed life. Ishara inaonyesha maisha yaliyobadilishwa na Roho Mtakatifu. Asubuhi tuliweza kuongelea hii topic ambayo nataka kuiongelea, subtopic tunataka kuiongelea. Inakuwa rahisi sana kuweza kuangalia maisha ya mtu ambaye amebadilishwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu it is visible. Maisha ambayo imebadilishwa na Roho Mtakatifu inaonekana kwa bayana ama kwa macho ya kawaida. Hawezi ficha wakati umebadilishwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu tukikuangalia hivi tutajua huyu mtu amebadilishwa. Tutaangalia huyo tuseme huyu hajabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Evidence it is just openly available. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Give us Matthew chapter 7. Matthew 7 verse 16. Matthew 7 verse 16. The Bible says, you shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or fig of thistles? Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Continue. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth a good fruit. 20. Every tree that bringeth not good fruit is hewn down and cast into the fire. Verse 20. Wherefore by their fruits you shall know them.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anataka tuende kwa pamoja tuweze kuelewa kile ambacho Yesu alikuwa anafunza. Yesu alikuwa ameanza kuleta pale juu, ameongea juu ya Farisayo. Na wakati anaongea Mafarisayo, anaongelea watu wa kulinda sheria. Hani watu ambao wanajua sheria lakini hizo sheria hazijawabadilisha. Hani watu ambao wanakuja kanisani lakini kuja kanisani mwao haijabadilisha. Hani watu wameshikilia kanuni za dini yao lakini hizo kanuni haziwabadilishi. Hani watu ambao wana profess ni wa Kristo lakini Ukristo ndani yao hauonekani. Ndio maana pale juu verse 15 anakuja anaambia wamevaa ngozi ya kondoo but ndani ni mbwa mwitu. Then akaambia sasa mtawajua aje? Mtofautisha hawa ni mbwa mwitu, hawa ni kondoo. Utawatofautisha aje? Yesu akasema utawajua kwa sababu ya matunda yao. Akawaambia mti mzuri inatoa matunda mazuri, na ule mti mbaya unatoa matunda mabaya. Na akasema ya kwamba hakuna vile mti mzuri inaweza toa matunda mabaya wala mti mbaya utoa matunda mazuri. Akamalizia akasema hivyo utawajua kwa matunda yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambia jirani tutakujua kwa matunda yako. Nataka ukuze jirani mwingine, mwambie matunda inaonyesha. Mwambie hawezi kutudanganya, tunaona hii matunda yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Geuke mwingine, hii matunda yako inasema kuliko vile unavyosema. Mwambie na kujua vizuri jirani. Kwa sababu hii matunda ambayo naiona around you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So that is how you'll be able to identify mtu ambaye amebadilishwa na maisha yake imebadilishwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now, hiyo nimekupatia overview kile ambacho unafaa uangalie nini? Matunda. Si kwamba unaongea kwa ndimi useme sasa Roho Mtakatifu amekubadilisha. Si kwamba unaweza omba 4 hours useme sasa Roho Mtakatifu amekubadilisha. Si kwamba that unaweza prophesy useme Roho Mtakatifu amekubadilisha. Tukiangalia katika kile kitabu cha Samuel ambapo tumesoma about Saul. Samuel aliambia Saul ya kwamba Roho Mtakatifu atakuja juu yako na utatabiri pamoja nao. Lakini hakuachia pale pa kutabiri peke yake. Akaambiwa ya kwamba pia utabadilishwa. Kama uliingia katika ufalme na Mungu akakupatia gift, ukaanza kutumika na Mungu, haufai uishie pale. Kwa sababu baada ya hapo Mungu anatarajia ubadilisho. Kwa sababu ubadilisho is the core reason of the Holy Spirit. Now, wakati maisha mtu imebadilishwa na Roho Mtakatifu, tuna kitu ambacho kinaitwa fruit of the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit tumeweza kuongea asubuhi hapa mahali hapa. Galatians chapter 5 verse 22. Galatians chapter 5 verse 22. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ndiyo inaonyesha ya kwamba huyu maisha yako imebadilika. Asubuhi chukua hapa dadi aliweza kutuambia kitu moja. Alisema kama joke. Naomba kila mmoja tuende to employ this one. Sorry.
tuende kwa employee this one. Alisema vile unaweza keti chini useme fitina ya mwenzako. Useme fulani 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 fulani. Alisema enda keti chini na ukubali kujitolea fitina we mwenyewe. Anza kutoa fitina kujihusu. Bwana Yesu asifiwe. Niketi chini kama Domi na nianze kutoa fitina kujihusu mimi mwenyewe. Domi unakuanga hivi. Domi unakuanga hivi. Unafanyanga hivi. Unafikirianga hivi. Roho yako iko hivi. Ni mwage tabia yangu mbele ya meza. When I'm there. Utarealize ya kwamba Roho Mtakatifu ako na kazi kubwa ya kufanya bado in our life. Wakati utaketi chini uanze kutoa fitina zako mbele wewe peke yako, utarealize ya kwamba kuna kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yako. Kuna kazi ambayo Roho Mtakatifu bado anafaa afanye in your life ya kukubadilisha. So wakati Roho Mtakatifu amekubadilisha, kitu ya kwanza ambacho tutaiona, tunaona kitu inaitwa upendo. Upendo ambao unaongelewa hapa asubuhi tuliweza kuelezewa ni upendo ambao unaitwa agape. Agape ni upendo ambao unapenda mtu bila sheria. Si kwamba kuna kitu ambacho mtu amefanya ndipo mpende. Unapenda mtu kwa sababu that is something in you, you cannot stop it. Kuna watu ambao wako around us. They need to be loved the way they are. Wanafaa wapendo, wanataka ndio upendo, kuwapenda tu, kuimpress. Hakuna mtu atakuwa exactly like you. So usitarajie huyo jirani akuwe as exactly as perfect as you. Kwa sababu hawezi kuwa perfect as you. Kuna vile atakugwaza. Kuna vile hataendana vile unataka. Lakini at the end of the day, you need to love that person. Na hiyo ni ngumu. It is so hard to love. Now, kazi ya Roho Mtakatifu ni kufanya kazi ndani yetu until tunaanza kuwa na easy to love. Tunakuwa easy to embrace other people. Kwa sababu ni Roho Mtakatifu mwenyewe anafanya hiyo kazi ndani yetu. Hawezi kuamka leo useme naanza kupenda watu. Lazima huyo na Roho Mtakatifu, hata wewe hautajua umeanza kupenda watu. Utajikuta kumbe siku hizi napenda watu. Because the Holy Spirit akona kazi ya kutengeneza tunda linaitwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So hiyo ni kazi ambayo Mungu atusaidie aweze kutengeneza tunda hilo ndani yetu. Kitu kingine ambacho kinaashiria umebadilishwa na Roho Mtakatifu ni mtu ambaye ako na kitu inaitwa joy. Joy ni wakati hali yako ambao unapitia haibadilishi ile amani, ile uchangamfu wa moyo wako. So katikati ya shida bado kuna reserve ndani yako ya furaha. Kuna reserve ya uchangamfu. Bado kuna something in you. Na hiyo peke yako haikuji kwa urahisi. Inakuja kwa sababu
kazi. It's not easy to love wakati unafaa kuwa unalia. It's not easy to celebrate wakati inafaa ni kuhuzunika. It takes the Spirit of God aweze kutengeneza hilo tunda linaitwa joy. Mbona Yesu akaleta mbona Roho Mtakatifu anatengeneza hii kitu inaitwa joy in us? Ni kwa sababu maisha ya Mkristo si maisha ambayo itakuwa ni ya furaha, ama atakuwa anakumbana na vitu ambavyo vinampendeza kila siku. Lakini katika kila hali huyu Mkristo anafaa akuwe anamtii Mungu na kumshukuru Mungu. Iwe ni ngumu ama iwe ni rahisi. So hili tunda linasaidia huyu Mkristo to be on fire every time. Linafanya Mkristo akuwe ni mtu ambaye ako kwenye moto wa kumpenda Mungu katika kilio na katika furaha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So hili tunda linakusaidia so that usimwasi Mungu ama usimtukane Mungu wakati mambo imekuwa sawa. Wakati mambo imekuwa machungu, hili tunda litakusaidia usimtukane Mungu, but you shall rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Again I say rejoice. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka ujue Biblia inasema that with joy they shall draw from the water of salvation. Tutachota kwenye visima vya wokovu wakati tuko na furaha. So furaha ni kitu cha maana in the life of a Christian. Na hiyo ni evidence ya mtu ambaye amebadilishwa. Wakati tukitaka kujua umebadilishwa, tutaangalia upendo na pia tutaangalia furaha yako. Na hii tutaipima sio wakati everything is working on well. Tutaipima wakati umefinyika, wakati uko katika uchungu, wakati uko katika matatizo. Hapo tutaangalia kama uko na hii kitu inaitwa joy. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu kingine inaitwa shalom ama peace. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kitu inaitwa peace, amani. Huyu ni mtu ambaye amerelax. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mtu ambaye is lacking nothing. Hata kama kuna kitu ana lack. Huyu ni mtu ambaye ako confident. Hasumbuki. Is someone who's not anxious. Anaamini Mungu atafanya. Na anaamua kurest in God. Hii ni amani Yesu alichoachia. Pale baba tumesoma in Matthew chapter 14. Pale chini utapata Yesu akiwaambia, peace I leave you. Na amani ambayo nawaachia sio kama ile ambayo dunia inawapea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So hii amani ni kwamba kutakuwa na vita, but huyu mtu ako relax. Watasema ripoti ya magonjwa juu ya maisha ya huyu mtu, lakini this person has got at peace. He's not being shaken by whatever happening. Huyu ni mtu ambaye ameamua kujenga an environment of peace in his life. Na hiyo hailetwi na kitu kingine isipokuwa Roho Mtakatifu. Haikuangi rahisi that usisumbuke na vile ambavyo vinafanyika around you. Ajili ni Roho Mtakatifu ndani yako ametoa hilo tunda ambalo linakufanya ukue at peace. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Another evidence
Another evidence another evidence, go back to Galatians. Another evidence kitu ambayo inaitwa long suffering. Muitaet. Long suffering. Muitaet. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inua hivi mkono nione. Kanaptene utagerino. Nifanye make it G sharp. Oh. Nifanye kama wewe unifinyange, nifinyange, nifanye kama sema nifanye kama wewe nifinyange, sema nifanye kama wewe. Inua mikono mwambie Bwana shata. Oh, unifinya, Bwana nifinyange, sema tena nifanye kama wewe unifinyange, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizo vitu zote ambazo tunaongea hakuna vile unaweza ipata overnight. Roho Mtakatifu mwenyewe ako na kazi ya kufanya na kutoa hizo vitu, matunda yote ambayo tunaiongelea. Ule upendo ambao tunaongelea, ile joy ambayo tunaiongelea, hiyo long suffering ambayo tunaiongelea, ile peace ambayo tunaiongelea, ni Roho Mtakatifu ndiye anayefanya, ndiye anayekufinyanga na kufanya ukue kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukiangalia hizo vitu zote Galatians 5:22, tukiangalia hiyo matunda yote, hiyo yote ni tabia ya Yesu Kristo. Kama unataka kujua tabia ya Yesu Kristo, unaangalia hii. Hii ndio tabia ambayo tulimuona kwa Yesu. Alikuwa ni mtu ambaye ako long suffering, ni mtu ambaye anaweza vumilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mtu ambaye anaweza vumilia hata kama anasukumwa. Ni mtu ambaye ako na uwezo wa kufanya wa kuretaliate. But he chose to forbear. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu ambao tunaishi nao, watoto wako, mtoto tu wako ambaye amezaa, mume wako, mke wako, huyo rafiki yako mwenye mnafanya naye kazi, kuna vitu ambazo wanafanya ambazo zinakuhurt ama zinakuumiza.
Kama ni mume wako, ngotko boyondengung, Mungu bado anataka uishi na yeye. kotakomoe Jehova tomengishe tuan. Kama ni mke wako, ngotko chepyosengung, Mungu anataka bado uishi na yeye. komache Kristo tomen tuan. Kama ni mtoto wako, ngotko lakwengung, wewe ni mama yake ama baba yake, koi kwanda, hakuna vile utamwachilia. koma mie bakoktoitoi. Kama ni mtu ambaye mnafanya naye kazi kanisani hapa, ngotko chino ya tuamba ishete kanisa, mko naye pamoja kanisani, ako mi tuane kanisa, mko naye pamoja kwa kikundi, o mi tuane ngirubit, Mungu bado anataka mfanye kazi na huyo mtu, kotakomache Kristo toboishe tuan. lakini anakugwaza. lakini kakonochi, Kuna tabia ambazo anafanya ambazo zinakuumiza. mi tukunje ngoyai konochi muguleldo. It will take long suffering. koibe muitaet, It will take long suffering moche muitaet, ili uweze kuvumilia huyo mtu, sikobit imuitechi noto, ili uweze kuweza kuhug huyo mtu. sikobit ot imuchi icham. Hakuna hii tabia, mi oteboni, hakuna vile anani hata hapa, miten ele umisondon, but lazima niendelee kukaa na yeye. lakini ko yoche ketesta kibur. Sio rahisi kabisa kukaa with such people, maraisi kibur ak biik cheu chon, but with the Holy Spirit lakini en tamirmiriet ne tilil utaweza kukaa na huyo mtu. imuche obur chine. So evidence ya kwamba bado unahitaji Roho Mtakatifu, bado kuna kazi ya kufanya ndani yako. So kabarunet neiboru kele takotindoi boisiet tamirmiriet neyoche koyai Ni wakati hiyo tabia ya huyo jirani inainuka hivi, ko yon kait kasarta nekakokwasan anakuumiza. ikose ile kaimin, Hapo ndo tutajua kama ko yoto ile kenoe kot huyo Roho Mtakatifu amefanya kazi ama bado, ngotko kobois tamirmiriet en inyana kwa to, sababu vile uta-erupt ama uta-react, amun ele walundoi ng'alechoto, vile utamiinukia, ele walundoi, vile utam-attack, ele nyorundoi, vile utamrukia na kumrarua, ele wirchindoi ng'alek, tutajua Roho Mtakatifu kama ameleta hilo tunda la long suffering ama hapana. kenoe ngotko kikoib tamirmiriet So logoyatab muitaet anan tomo. evidence ya Roho Mtakatifu lazima kuwe na long suffering. So kabarunetab tamirmiriet koyoche komi Alafu muitaet, kuna kitu inaitwa gentleness. ako mi kit nekibore tolosiet. Being gentle, ketalait tunaweza sema ni kama unyenyekevu. kou kiming'inge. Mtu mnyenyekevu si mnyonge. Chito non kilelen kele tala ko Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mnyenyekevu haikufanyi kuwe mnyonge. Indiku chito neke ming'inge ko makele keiku chito nenyalil. Kuna nguvu ndani yako, mi kimnatet nemi oring'ung, lakini umeamua kushikilia hiyo nguvu lakini iamuan inamdege kimnotonoto for the sake of others. amun en alak. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Like hapa this uko na all credential Itinye kimnotet ak kiy age tugul neibe ya kuwin, neyoche ibar, ya kulipizana. neimuche iwolu. Uko na all reasons Itinye amuneishek tugul ya kumwekelea ngumi. neyoche iluch. Uko na all reason Itinye amuneishek tugul ya pia wewe kusimama, neyoche itelel kujishika kama kikombe ya mtoto, ak inam keswet na pia uanze kumpea matusi, ak inam ichub, uanze kumjibu. inam iwolchi. But hiyo vitu zote unazifinyilia Lakini ili tuguchoto tugul inome kosisen for the sake of your sister. amun en chepkamatut. Unaonekana mjinga Kikerin ko for iberber the sake of that brother. amun nekoto chepkamatung'ung. Haikufanyi kuwa weak. Mayoin iiku nenyalulat, You are being just gentle. iiku kityo nekatalait. Umeamua kuwa meek, Kekonugei italaitu. and the meek shall inherit the kingdom of the earth. O kakile boiboen chetoloen amun tun. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That is in Matthew chapter 5 verse around 8. The meek shall inherit the kingdom of the Mathayo earth. mut. The beatitude 5. Bwana Yesu asifiwe. So wale ambao watamiliki vitu vikubwa kwenye hii dunia, Biik chetatu ngondie tugun cheechen en ng'wonduni hao ndio watu ambao wako meek. ko biik chon toloen. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Kokile boiboen chetoloen amun tun Bwana indie Yesu ng'wony. asifiwe. Amen. So kuna nguvu ya kuwa meek. Mi kimnotet nebo Kuna ketalait. mahali ambapo mule mtu ambaye ako ana reacting every time and then Mi ele ngoit chito nondam kowolu ako nereche hawezi miliki, ko mondie. lakini mtu mnyenyekevu Lakini chito kuna netala mahali anamiliki hapa duniani. ko mi ele ndie ng'wony. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asubuhi ndugu ambaye alikuwa anatufunza katika ibada Rai ni chito nekonetech en tuyet alitufunza kitu ambayo inaitwa fuse.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona hii speaker yetu hii? Igere speaker hii? Huko nyuma kuna kitu inaitwa crossover. Embata yungo mingine gegure crossover. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndani ya crossover iko na vitu mingi, capacitors. Ogo enori tapki yoto go mi tugunje changche go if. Moto ikikuwa mingi, agenge ngoyet. Hizo vitu zinachomeka. Kolaldos tuguchota. Na tuachane na hiyo. Ngemete na ino. Kitu kama chombo chochote ambacho wacha tuseme charger ama hii TV yetu hii. Ngelegi yake tugulo charger ita na go television nini. Penye hii TV unaingia hiyo kitu ambacho unaingizanga kwa socket. Kio anta mitorchini socket itsigolal. Ndani yake iko na kitu inaitwa fuse. Komi gine gigure fuse it nemiori. In case moto imisbehave. Ogo ndabara go tango imat. Kutoka kwa socket. Socket it. Ile fuse inachomekanga. Kongete fuse no togolal. Wakati imechomeka, ogo yanga lal. Ina cut circuit. Sasa moto haitaingia kwa TV. Kama haingekuwa, ile moto ingepita na ipige na TV. Lakini kwa sababu ya ile fuse, wakati moto imekuwa mingi, huwa inaungua, alafu ina save TV. So inachukua ile pressure yenye ingeifikia TV. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Then kuna katika vyumba ambazo tunanunua appliances ambazo tunanunua. Kuna appliance ambayo fuse yake ni kidogo. Na kuna appliance ambayo fuse yake ni kubwa. So in case ile ambayo iko na fuse kidogo, moto tu ikipanda kidogo kanalipuka. Alafu kuna ile ambayo iko na fuse kubwa, moto ikipanda iende juu sana, like inahitaji moto mingi nilipuke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ndivyo Wakristo tuko pia. Kuna watu ambao like just a slight badilika tu kidogo, it is enough for them to give you a blow. Yani waguze tu hivi, wakwaruze tu hivi kidogo, hiyo imetosha wakupatie ngumi. Kuna watu kama hao. Lakini kuna watu wengine uwatingize, uwaweke chini, wakanyage. These people they can still remain and withstand. Hivyo ndio ilikuwa with Jesus Christ. Alitemewa mate, hakusema anything. Akapigwa mijeledi, he never said anything. Akawekewa kwenye ule msalaba, he never said anything. Akadungwa mshale, kuki, hakusema anything. Lakini kuna kitu moja ambayo ilikuwa ndani yake. Tena akawaambia wasamehe. Si kwamba hakuwa na nguvu ya kumtoa pale msalabani, alikuwa na nguvu ya kujitoa pale msalabani. Yeye mwenyewe alisema kama nikitaka naweza amuru malaika waje saa hii, lakini sitaki. Akakubali kwenda hiyo njia ya msalaba. It was meekness. It was gentleness. Na ukitaka kujua kulikuwa na nguvu ambayo ilikuwa ndani yake, akawekwa kaburini. Akiwa pale kaburini, kitu ambacho wengi hatujaijua, hakufika pale na kalala kama maiti hivyo. Aliingia direct, akaingia katika kingdom of darkness. Na wakati aliingia katika kingdom of darkness, yule mtu ambaye alikuwa pale msalabani anakaa like ameisha, aliapia in the darkness and kukawa na mwangaza mkubwa. Wale mashetani na mapepo wa pale chini wakashangaa ni nini ambayo imeendelea. Then wakajua kumbe they touch a wrong person. Akachukua mamlaka, akachukua funguo, akaachilia waliokuwa wamekufa, akarudi sasa kwa mwili wake. Biblia inasema ya kwamba kaburi ilikuwa imefungwa, ikakuwa sealed. Hiyo sealing dada ameeleza mara mbili. Kwa hiyo sealing ya kwanza, kuna vile unawezeka muhuri kwenye hilo kaburi
ambayo inaonyesha haiwezi funguliwa nisipokuwa ni mimi. Na pia hiyo sealing inamaanisha walikoroga kitu kama simiti, wakaikoroga ile kali kabisa na wakaifunikia so that isiweze kufunguliwa tena. Na ile jiwe ambalo liliwekwa pale lilikuwa kubwa sana. Na wakati ukisoma Biblia vizuri, sio kwamba malaika ndio alienda akatoa hiyo jiwe ndipo Yesu akatoka. Wakati malaika anakuja kuwafungulia hawa, Yesu hakuwa pale already. Yesu alikuwa ashatoka, which means Yesu alitoka kaburini. Hakupitia hiyo njia ya mdomo ambayo ilikuwa imewekwa pale, hakupitia kwenye lango la kaburi. Kuna mahali alitokea, basi sio hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni nguvu ambayo ilikuwa ndani yake akiwa pale msalabani, lakini alionekana ni mnyonge kabisa kiasi ya kwamba hana nguvu. Lakini wakati wamemweka pale kaburini, vitu ambazo anazifanya ni vitu vikubwa. Anatoka kaburini bila kupitia mlango. Tunamwona amekuja katikati ya wanafunzi, wakawa wamejifungia kwenye nyumba bila mlango. Yesu akapatikana katikati wao kwa sababu there was a power inside him. So kuwa mnyenyekevu haikufanyi kuwa wewe kuwa mnyonge. Kuna nguvu ambayo iko ndani yako, lakini umeamua kuipea break. Umeamua kuidhibiti. Umeamua kudhibiti mdomo wako. Uko na vile unaweza jibu yeye, lakini umeamua kudhibiti. Umeamua kudhibiti mkono wako. Kuna vile unaweza mpatia blow, lakini umeshikilia mkono wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That is what he called gentleness. Na hiyo kazi inaletwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akitusikiwe wale watu wa kureact every time and then. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusikue shots fuse achana hizo vitu. Bwana Yesu asifiwe. Then kuna kitu ambacho inaitwa goodness. Sema goodness. Goodness is the nature of God. You are good. And your mercy endure forever. Goodness is the nature of God. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. That goodness and mercy is like saying God will follow me. So goodness is the nature of God in you. God is a just God. God is a righteous God. He is a God who does not entertain evil. So goodness here ni ile ability to always stand at the right side. It employ integrity. Uko katika kazi yako, katika hiyo kampuni, katika hiyo ofisi, kuna opportunity ya loot money from the company, but you choose not to go in that direction. Kuna opportunity ya kufanya dhambi, but you choose the right way. It is expression of goodness. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Then kuna kitu ambayo inaitwa faith, ama faith in King James wameita faith, other version call it faithfulness. Faithfulness is being dependable. Kuaminika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunajua ya kwamba tukikuweka jikoni
Hatufai kusumbuka. Komanyalu kiimgei. Hatufai maybe kukuwa na any wasiwasi ndani yetu. Manyalu kesich kaimet age tugul en orinyon. Tunajua hiyo kazi unaenda kufanya jikoni. Kingen kele boisiet neyoe chiket yun. Wageni wakikuja kisaviwa. Kokoryai toek akebai. Tuko na confidence that food is okay. Ketinye nyikainatet kele kororon amitwogik choto. Kila kitu iko sawa kwa sababu tumekuamini. Kingen kele mie kit age tugul amun kiyoni. So that faithfulness ndio Mungu anataka tukue nayo. So kayananondo nany. Mungu anaweza kuamini. Imuch koyanin Jehova. Na huduma. Ministry. Anaweza kuamini. Imuch koyanin. Na kikundi kanisani. En kirubit fulani. Mungu anaweza kuamini. Imuch koyanin Kristo. Hata na pesa. Okote rabishek. Anajua huyu akipokea pesa nikimpia these millions. Ingen kole kotokochi milioni. Kuna watoto wengi ambao watasaidika kupitia yeye. Komi lok chechang chetoreti. Kuna watoto wataenda shule kwa sababu nimempea hii. Mi lok chebendi sukul. Kuna wajane watajengewa nyumba kwa sababu nimempea hii. Mi masakoshek cheketeki ngori. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kanisa itajengwa kwa sababu nimempea hii pesa. Mi kanisa neketecha mungorokoi rabisiek. Faithfulness. Iku nekiyoni. Na hiyo kuwa faithful oyango kile iku nekiyoni inaletwa na Roho Mtakatifu. Koibu tamirmiriet. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulikuwa na faithfulness kitambo tukiwa watoto. Bwana Yesu asifiwe. Kitambo chekiyoni kingimengeinia. I think everybody hapa alicheza hii mchezo. I think men ndio hawakucheza lakini ladies walicheza sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. One of your friends stands here. Kibiten ureriet nekiongen ale kicheza sote tibik anan mwingine anasimama hapa. Neteleli chorwet age en yun koteleli age. Wewe unasimama hapa katikati. Ko inye imi kwenet. Unajiachilia. Akichundege. Nani akucheza? Tulicheza hiyo game. Sana. Tulicheza. So kazi yako unajiachilia tu. Ko kiinye ko iwirtege kityo amun ingen ile mi chetolin en batai. Rudisha. Bwana Yesu asifiwe. Yaani uko tuna faith. These people can hold me. These people will not let me down. Hiyo yote ni Roho Mtakatifu ndiye anafanya, at least unaweza aminika. Kanisa tunaweza jua ya kwamba everything ikiland kwa mikono yako iko sawa. Na hiyo faithfulness pia inaenda katika kazi penye unafanya kazi. Unaweza fanya kazi ambayo umepewa without supervision, lakini result itakuwa sawa. Hizo zote ndio Mungu anataka tukue nazo. Let's go very fast. So then kuna kitu ambayo inaitwa gentleness, then kuna self control. Let's talk about self control. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Self control nayo yango kile self control ko imuche iterge mara mingi ne kotea imuche iter. Unajua unaweza i-confuse na meekness. Imuche iger kogerge ak muitaani ana toloshoni ka. Meekness tolosiet Clara pala amenitusi. En yun ako kachupan Clara. Niko na uwezo ya kuretaliate. Akwatinye kimnotet nebo owol. Lakini nikafinyilia. Lakini kole namuita. Hiyo ni meekness. Ko nango tolosiet. Ama gentleness. Tolosiet. Bwana Yesu asifiwe. Now self control inoni kokilele na iter ina deal ku control ama kukuwa in charge of your appetite. Ko yoche iboisie chiki nemi oring'ung. You are in charge of your desires. Yoche iboisie chi tuguk chemokyinige ana magutikuk. Unaweza control what you want. Imuche iter ile amoche ni ko mamoche ni. Desires are no longer leading you. Makondou magutik. But you have a power over those desires. Lakini nye netindo kimnotet kotil kole amoche. Those appetite unaweza shikilia na ukazifinyilia ukasema I'm the one in control, you are not in control. Magutik chekose imoche ilele nane netere ane nemwoe chomoche. Bwana Yesu asifiwe. So hii self control inafanyanga watu tunaingia katika dhambi. Inoni komuti biik keba tengekto. Kwa sababu most of the time tunaingia dhambi because there is a spirit of lust in us. Amun so wakati tunaanza kukubaliana na that spirit, we end up in sin. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now just in the next 5 minutes, what to do for to be transformed. What should we do for
Nini hicho ambacho tunafaa tufanye ili tubadilishwe na Roho Mtakatifu? Just to tell you hivi, Roho Mtakatifu hawezi kuja aka invade our life. Lazima mimi nimkubalie. Lazima wewe umkubalie. Roho Mtakatifu ako tayari kutoa haya matunda katika maisha yetu. Roho Mtakatifu ako ready kutengeneza upendo. Ako ready kutengeneza furaha. Ako ready kutengeneza amani. Ako ready kutengeneza uvumilivu. Ako ready kutengeneza hiyo meekness ndani yetu. Lakini lazima akubaliwe. Na yule ambaye anamkubali ni wewe. Wakati umemkubalia ndio anakuja anaanza kutengeneza hizi vitu zote. So kile ambacho nafaa ufanye, kitu ya kwanza is to remain connected in Jesus. Remain connected in Jesus. Wakati wewe Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha I think ni John chapter 15. I think it's John chapter 15. Inasema I am the true vine. And the Father is the vine dresser. Verse 2. Tupateni King James. Then every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he pruneth it, that it may bring forth much fruit. Now you are clean through the words which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can you except you abide in me. So Yesu akakuja pala akaelezea kuhusu mzabibu na tawi. Akasema ya kwamba hilo tawi ili litoe matunda lazima likuwe limeunganika na mti mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, tukiangalia language hapa yenye Yesu ametumia, it's so hard to understand. Abide in me. Yani ingia ndani yangu. So then tunadhani ni hapo peke yake. Tena anakuja pale chini. Na mimi niingie ndani yako. So you're like, sasa nani ataingia ndani ya mwingine? If I enter you, how can you enter me? In short, anajaribu kusema tushikamane so much until it is so hard to separate. Where you cannot separate again me from you or you from me. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That's why nimesema ili Roho Mtakatifu afanye kazi ya kubadilisha maisha yako, lazima ufike to that level ambao umeunganika na Yesu na unachunga huo uhusiano wako na Yesu Kristo. As long as kuna huo uhusiano wako, umemshikamano wako na Yesu Kristo, Roho Mtakatifu ako na kazi ya kutoa matunda ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika kitabu cha Philippians chapter 2 verse 12. Philippians chapter 2 verse 12. Kuna kazi ya kufanya wakati umeokoka. Biblia inasema, wherefore my beloved, as you have always obeyed, not in my presence
presence only, but now much more in my absence. Then akawambia kitu. Work out your own. It is salvation of your own self salvation. Ni kazi yako, ni kazi yangu. Kila siku na kila wakati kufanyia kazi ile neema ambayo ama wokovu ambao tumeipokea. There is always a power that want to destroy your relationship with God. There is always a power ambayo inataka kukutenganisha na Yesu. Inataka kuondoa ule wokovu wako. But Paulo anasema hivi. Work out. Working out, it means warfare. That there are steps you need to take as a Christian, knowing that there is a power that want to separate me, lakini kuna vile nimejiandaa. It will not take me out from Jesus. That is now the working out. It means separating and fleeing away from sin. You are working it out. It means having a good group ambao uko unashirikiana nao. It means you are working out. It means you departing from your group ya masengenyo. You are working out your salvation. Wakati umework out that way, Roho Mtakatifu anapata nafasi ya kutoa hayo matunda. Amen. Usikubali kukatwa kutoka kwenye mti. Wewe ni tawi. Na hakuna matunda yoyote utakuwa nayo wakati umekatwa. Ng'ang'ania kushikilia wokovu wako. Ng'ang'ania ushikamane na Yesu every time. Usikubali kitu kuondoa katika mshikamano wako na Yesu Kristo. Wacha kila siku ikuwe ni siku ya kucement your relationship with Jesus. Wakati umeconnect na yeye hivi, Roho Mtakatifu kupitia kwa Yesu Kristo anapita, anaingia ndani yako. Anaanza kutoa hayo tunda ambalo tumeliona pale, lile tunda 9 ambao tumeisoma pale. Because at the end of the day, Yesu hafurahi kwa sababu tunaponya wagonjwa. Yesu anafurahi kwa sababu tuko na matunda ambayo tunaitoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu kingine ambacho unafaa ufanye, Bible reading, Bible study, and meditation. Biblia ndio imebeba everything ambayo unahitaji kama Mkristo. Biblia ni kama kioo. Wakati unasimama kwenye kioo, unajiona. Wakati mimi nasoma Biblia, kila ambacho kimeandikwa iko ndani hapo, imeandikwa kuhusu mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati niende pale Galatians chapter 5 verse 22. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy. Wakati inaanza kuongelea hivyo vitu zote, it is me they are talking about. But when nikiangalia, sifanani nayo. But the more naendelea kuangalia na kumeditate, that love is entering me. That peace is entering me. That faithfulness is entering me. That gentleness is entering me. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The Bible talks about that the Bible talks about give us Psalms chapter 1 verse 2. Oh my God. But his delight is in the law of the Lord. And in his law does he meditate day and night.
So huyu mtu ambaye anaitwa the blessed one ama yule ambaye ni Mkristo ni mtu ambaye ana delight, anafurahia kufanya mapenzi ya Mungu, kutimiza sheria za Mungu, na kwa hii anatafakari kila mchana na kila usiku. Bwana Yesu asifiwe. Wakati anatafakari na kushikilia hizo sheria, zinasababisha kutoa tunda kuanza kumea ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 2 Corinthians chapter. But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even by the Spirit of the Lord. So the Spirit of God inatusaidia wakati tunasimama. Nimekwambia kwamba that term glass, I will come one day to describe that term glass. Utaiona in one of the things ambazo ziko pale in the tabernacle, ambayo priest lazima aweze kupitia ndipo afike to the hole of the holies. Kuna mahali anafika ambapo anasimama mbele ya kioo. Kulikuwa na mawe ambayo ilikuwa imesuguliwa, kusimama hivi unajiona. Physically ilikuwa ni kujitakasa, kujipanguza kama kuna uchafu wowote before ingie pale. Lakini kwa sasa hiyo inaongelea about neno la Mungu, ambayo ni kioo ambacho tunaiangalia. Wakati naangalia neno la Mungu nikisoma, na kuja kurealize niko na uchafu hapa ambaye sijapanguza. Vile dada tunasimamanga mbele ya kioo, tunataka kuona lashes zetu zimeenda sawa, our mascara are okay, everything imekuwa sawa. Hivyo ndivyo neno la Mungu liko. Nasimama mbele ya neno la Mungu and I begin to see myself, na nitajua kama niko sawa ama siko sawa. Hivyo as I do that one, Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani yangu ya kutoa tunda la Roho Mtakatifu. Then the third thing is living a surrendered life. Acts chapter 9 verse 6. Acts chapter 9 verse 6. Tunapata story ya mtu ambaye anaitwa Paul. Paul wakati amepigwa na that upofu, he cried and said, what do you want to do with me? Alikubaliana na Yesu. And for sure maisha ya Paul ikabadilika. Bwana Yesu asifiwe. So alikubaliana na Yesu. Then another thing, the fourth thing, being obedience to the tutors, they talk about teachers. Wakati umeokoka, Mungu lazima akupee walimu. Hakuna mtu ambaye anaokoka alafu akose kuwa na mwalimu. Mwalimu lazima anapeanwa na mtu yeyote as long as umeokoka. There will be a teacher for you. In this case, wale ambao ni wa familia ya Peniel Hill, tuko na walimu wetu na tuko na mwalimu wetu hapa anaitwa Reverend Gilbert Mtai. Obedience kwa Reverend Gilbert Mtai inakusababishia, kwa sababu kuna kitu anakufunza. There is a mentorship ambayo anakupeleka. The more you obey the teaching yake na ufuate kile ambacho anakufaambia, kuna Roho Mtakatifu kukutumia ulimi wake, atatumia teaching zake ili aweze kutoa Roho Mtakatifu, aweze kutoa tunda la Roho Mtakatifu, aweze kusababisha uzae matunda, kwa sababu umemtii. Jeremiah chapter 3 verse 15. Jeremiah chapter 3 verse 15. Yeah. And I will give you pastors according to mine
heart. Wakati umeamua kumtumikia Mungu ama kupeana maisha yako kwa Mungu, Mungu mwenyewe ndiye anaendanga, si wewe unachagua. Yeye anaenda natafuta walimu, pastors, shepherds. Anaenda kutafuta wachungaji. Ataangalia wachungaji wote Bomet. Angalia hatima yako. Angalia wachungaji Bomet. Asema sasa, we Janet, nataka nikuweke, huyu ndiye mchungaji wako. Sasa ukiobei huyo mchungaji, Janet ambaye alikuja akiwa na tabia yake, all of a sudden baada ya kuwa chini ya mchungaji, Pastor Janet atabadilika along the way. So ubadilisho, Roho Mtakatifu anapata expression wakati umeobei pastors ambao Mungu amekupea. Bwana Yesu asifiwe. Ambia hapo jirani, pastors wanachaguliwa na Mungu. Pastors wanachaguliwa na Mungu. Mwambie wachungaji wanachaguliwa na Mungu. Wachungaji wanachaguliwa na Mungu. Hii jina pastor ambayo umeiona pale inatokana with the term pasture. Yongo kila mdoindet en yongo yobu ngoliot malisho ya ng'ombe tunaita pasture. Ele kiriben tuga. Sa yule ambaye anaendeshanga mifugo kwenye malisho, nandam kokete tuga bakerib, huyo ndo anaitwa mchungaji. Konanda nekekure ribindet. So Mungu anatoa hilo jina pastor from pasture. So which means pastor akona uwezo wa kupeana pasture kwa kondoo. Amdoindet komuch korib. Lakini sasa kondoo atakula wakati anakubaliana, kama hataki naende. Lakini akwet koyani kotacha mdaeta na yama maikwendi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna mtu ambaye Mungu atamchagua alafu akose kumempower. Mami chine chenge chova sikobit komokimit. Kama kuna kiongozi yeyote wa Kikristo mbele yako, kama amechaguliwa na Mungu, upende usipende, there is an empowerment of God on that person for you. Amen. Nataka nikwambie kwamba huyo mtu ambaye ni kiongozi wako, mchungaji wako, amempea mamlaka kwa sababu yako. Kuna nguvu ambayo Mungu ameachilia maishani mwake because of you. Ni ile wewe maybe haujajua. Lakini hiyo haistop ukweli ya kwamba there is something just for you. Amune ninye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So neema ambayo unahitaji ya kugrow, rirene itinye nebo keye, iko hapa. Komiyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu is a God of order. Jehova ko Jehova ne banganat. Nezokoka nikae kwa nyumba yangu, amucho sikakobure ngonyun. Lakini Mungu alijua watu watakuwa individualism. Lakini kokingem Jehova kole ngetubiko icheket kipkosabe kityo. Utaomba ufanye vitu zako huko nje, ufanye kabisa. Lakini kuna level utaifika. Lakini mimi ole meita ko inyegen. Kwa sababu Mungu anajua lazima wakati inatoka kwake, amuninge ngole ayabu inendet, itakuja kwa mtumishi wake. Koyache kochorchige kiboityo. Na yeyote ambaye ata receive mtumishi, ako age tugul netoche kiboityo kwa jina la utumishi, engainetab kiboityo, atapokea reward, kotoche konunotiot ya mtumishi. Nebo kiboityo, atakayepokea nabii, netoche maotiot, kwa jina la nabii, engainetab maotiot, atapokea reward ya nabii, kotoche konunotiotab maotiot. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So God wants us to receive our men. God wants us to embrace those ambao amewainua, because ndani yake there is a reward. Na hiyo reward inakuja kwa sababu ya Roho Mtakatifu ambaye ataanza kufanya matunda ndani yako. Tuweze kusimama wote kwa miguu yetu. In the name of Jesus Christ.
unifanye jinsi wewe upendavyo, unifanye jinsi wewe upendavyo. Hiyo inataka ikuwe ombi lako. Unifanye jinsi wewe upendavyo, 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 unifanye jinsi wewe upendavyo. Sema tena, unifanye jinsi wewe upendavyo, unifanye jinsi wewe upendavyo. Sema tena, unifanye jinsi wewe upendavyo. Sema unifanye jinsi wewe upendavyo. Inua mikono yako, sema unifinyange, 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 unifanye jinsi wewe upendavyo. Sema tena, unifinyange, unifinyange, unifanye jinsi wewe upendavyo. Sema tena, unifinyange, 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 unifanye jinsi wewe upendavyo. Hebu mwambie Bwana, unifinyange, Bwana nifinyange, Bwana unifinyange, unifanye jinsi wewe upendavyo. Sema tena, unifinyange, 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 unifanye jinsi wewe upendavyo. Ambia Bwana kwa maneno yako, Lord, that have mercy upon me and unibadilishe. My Father, nibadilishe leo God, nisababishe Bwana niweze kuzaa matunda, sababishe Bwana niweze kuzaa matunda katika jina la Yesu. My God, nisaidie Bwana niweze kuzaa matunda katika jina la Yesu Kristo. My God, wacha Roho Mtakatifu apate nafasi ndani yangu ya kuzalisha matunda, kuzalisha tunda la Roho Mtakatifu, kuzalisha upendo ndani yangu, kuzalisha unyenyekevu ndani yangu, kuzalisha Mungu wangu, kuzalisha furaha ndani yangu, kuzalisha Bwana amani ndani yangu, kuzalisha kuaminifu ndani yangu. Oba shantarada babo seketerererebosh raba shantorobo santarada balata. Tunaomba kama kanisa Bwana ukatubadilisha Bwana, ili tunda la Roho Mtakatifu lionekane ndani yetu, lionekane katika kanisa letu, lionekane kwenye Penueli katika jina la Yesu. Kwa kanisa hili litajulikana kwa sababu ya tunda. Katika hilo kanisa la kwanza, Biblia inasema ya kwamba wakaitwa Wakristo kwa sababu tabia yao ilikuwa inaonyeshana ni wao ni Wakristo, walikuwa wanaonyeshana kuwa wanafanana kuwa na Kristo, ndio maana wakaitwa Wakristo. Baba, tunaomba katika jina la Yesu Kristo, katika kanisa hili Mungu wetu unaenda kutubadilisha Bwana, unabadilisha wamama, unabadilisha wazee, unabadilisha vijana, unabadilisha watoto, ili Bwana tufanane na wewe, ili tufanane na wewe, ili tufanane
tubadilishe Bwana, ili tufananishwe na wewe Bwana, ili tufananishwe na wewe Bwana. Repa sheketerebosha la parako sheterekeba repa supala terekedeba rababo sheterekeba saya rema seketepala. In the mighty name of Jesus, we thank you Lord. Tunakupa sifa na utukufu kwa maana unastahili. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Pastor.